Nimesalia katika viwanja vya Usagara jijini Tanga nchini Tanzania. Kubwa zaidi ni kuhusiana na wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi pamoja na ubunifu. Kiongozi, tumebakia hapa kwenye banda lako, lakini nitamani zaidi ujitambulishe majina yako, wapi mnakotokea, Tanga, Morogoro, Dar es Salaam. Karibu sana kiongozi kwa majina yako. Asante. Naitwa Flavian Boniface Sanga. Mimi ni kaimu mratibu wa ubunifu, kitengo cha ubunifu kutoka Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili jijini Dar es Salaam, na tupo hapa kwenye maadhimisho ya wiki ya elimu, ujuzi na ubunifu hapa katika viwanja vya sekondari ya Usagara Tanga, tukiwa na tafiti mbalimbali ambazo zimeletwa na wanafunzi pamoja na watafiti kutoka Chuo Kikuu Muhimbili pamoja na bidhaa mbalimbali. Tumekuja na kitengo cha tiba asili, dawa asili kutoka Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili, na tupo hapa kwa wiki hii yote kuonyesha bidhaa mbalimbali bunifu zilizofanywa na wanafunzi, walimu kutoka chuo kikuu, na watu wakaribie katika mabanda yetu kwa ajili ya kujionea shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa na chuo chetu. Bila shaka zoezi hili limeanza tarehe 15 mwezi huu, na kubwa zaidi hasa mwitikio ukoje katika banda lenu? Yes, mwitikio ni mkubwa sana kwa sababu ukiachana na bidhaa, pia kama mnavyojua Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili kinatoa mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu. Kwa hiyo kuna namba kubwa sana ya wanafunzi ambao wamekuja wanashuhudia kwa macho wanafunzi wenzao ambao wako katika vyuo vikuu wanafanya nini katika ubunifu. Kwa hiyo mwitikio ni mkubwa kwa kweli, na hasa katika siku ya leo ambao ni ufunguzi rasmi, naona namba imekuwa ni kubwa sana. Wanafunzi wako wengi, wazazi, walezi wamekuja kuangalia bidhaa, kuangalia bunifu, kuangalia kozi gani zinatolewa na Chuo Kikuu Muhimbili. Kwa hiyo upande wetu sisi tunaona maonyesho haya yamekuwa na tija kubwa sana kwa wanafunzi, lakini kwetu sisi pia, kwa sababu tunakuja kuwa karibu zaidi na jamii, kuwaonyesha bidhaa mbalimbali ambazo zinaweza zikapatikana, kozi wanazoza, mafunzo mbalimbali ambayo yanatolewa na Chuo Kikuu, lakini pia ubunifu wa wanafunzi kutatua changamoto mbalimbali za afya katika jamii. Watu wanaweza kujionea kwamba jinsi Tanzania inavyoendelea kukua katika upande wa ubunifu. Kuja kwenu hii ni moja ya fursa ya kuwapata watu kuja kwenye chuo chenu, ama ni hapa tu? Yes, fursa ipo kwa sababu hawa ni wanafunzi na wanasoma ili waje kuingia katika chuo kikuu waweze kuenda kwa wabunifu, waweze kufanya kazi mbalimbali. Na chuo chetu kinakotoa kozi za bachelor, masters mpaka PhD. Kwa hiyo kuna watu ambao wamekuja ambao ni wanafunzi, wanakuja kupata jinsi ya kwanza wanapata chachu ya kusoma, kwa sababu ukija tunakwambia ili uwe daktari unabidi usome upate marks hizi. Kwa hiyo watu wanatoka hapa wanakuwa na moyo wa kusoma kwa bidii. Kwa hiyo sisi kwetu ni furaha kwa sababu tunavyo interact na wanafunzi wa sekondari, tuna wa advance wengine wamekuja hapa wanasema mimi nataka kuwa daktari, mimi nataka kuwa mfamasia, mimi nataka kuwa nurse. Kwa sisi tunamwambia ili uwe daktari kwa chuo chetu, pass mark yako inabidi ufanye vizuri, ufanye ufaulu vizuri masomo. Kwa hiyo imetusaidia pia kutangaza kozi zetu, kuonyesha mafunzo mbalimbali yanatolewa na jinsi ya kupata nafasi inabidi ufanye vizuri. Kwa hiyo imekuwa faida kwetu sisi na faida kwao pia, kwa sababu wanapata chachu ya kusoma kwa bidii. Asante kwa kuweza kumaliza maonyesho hayo. Ni mara yenu ya kwanza kushiriki ama? Hapana, hii ni mara yetu ya pili. Ile ya kwanza mwaka 2024 tulikuwepo hapa katika viwanja vya Tanga, lakini pia mwaka huu tunakuja kushiriki kwa mara ya pili kwa sababu mwaka jana nadhani haikufanyika. Kwa hiyo tumeendelea kushiriki na nadhani mwakani tena yatakapofanyika tutashiriki kwa sababu yanatija kwa jamii, kwetu sisi kama chuo na wanafunzi ambao wanakuja kuangalia bidhaa zinazotolewa na huduma zinazotolewa. Kwa hiyo sisi tumekuwa tukishiriki na tutaendelea kushiriki, naamini. Kwanza kwenu kwa kutizama maonyesho haya, pengine kuna kitu ambacho umekiona ama mnazidi kukiona zaidi, unaacha kuishauri serikali kupitia hasa maonyesho haya? Labda ni serikali nadhani ni jambo zuri walilofanya kufanya hii kupitia Wizara ya Elimu, waendelee kufanya zaidi, na nadhani pia kwa wazazi, ushauri wangu kwa wazazi waweze kuja na watu waweze kuja kwa wingi katika viwanja na kuangalia vyuo. Kuna vyuo vingi, kuna taasisi nyingi za serikali ziko hapa, unaweza ukafika ukapata huduma, ukajua huduma gani unaweza ukapata wapi. Kwa hiyo wito ni kwa watu wa jiji la Tanga kwa ambao ipo hapa, leo ni Jumanne, bado maonyesho hapo mpaka Jumatatu wiki ijayo. Kwa hiyo waweze kuja kila siku, waweze kupata hizi huduma kwa sababu hii fursa ni fursa kubwa sana kwao, waliopo hapa sasa Tanga, lakini na mikoa ya jirani waweze kufika wapate mambo mazuri ambayo yapo katika viwanja hivi. Asante. Kwa jina naitwa Tulinave Aroa Charity Nyagawa, ni mwanafunzi wa udaktari wa mwaka wa kwanza Muhimbili. Leo
Leo katika wiki hii ya ubunifu, elimu na nimekuja na kifaa changu. Ubunifu wangu unaitwa Siku Smart. Hichi ni kifaa cha kielektroniki kilichobuniwa kwa ajili ya wanawake na wasichana wanaoishi katika mazingira ambayo ni ngumu kupata internet na kifaa cha kidigitali kama smartphone, ili kuweza kutabiri mzunguko wao wa hedhi pamoja na siku zao salama, siku hatarishi na siku ya upevukaji wa yai lao. Kifaa hichi kinatumia betri na pia una fill information chache kisha unapata hizo information hizo zitaja hapa. Kwa hichi kifaa kinawasaidia wanafunzi kama wanaoishi boarding ambao hawaruhusiwi kwenda na vifaa kama smartphone kuweza kutrace mzunguko wa hedhi ili kujua afya zao za uzazi, na wamama au wanawake ambao wako umri wa uzazi kuweza kufanya family planning ili kuweza kupata watoto au kuzuia au kupanga watoto wangapi wanataka kupata. Kama hivyo kueleza hapa, unaweza kupata taarifa kama siku salama, siku hatarishi. Information kama hizo zinaweza kumsaidia mzazi mwanamke katika family planning. Hii ni version yetu ya kifaa cha zamani cha awali. Hichi ni kifaa cha sasa hivi. Kifaa hichi kimetengenezwa kutumia battery, light emitting diodes hapa, display screen, switch na electronics. Nipongeze bibie huyu na aweze kutamatisha. Wako baadhi ya kina dada wamesalia majumbani na hawana kazi, na wengine wanafanya kazi ambazo naweza kusema sizo ndivyo. Unawaambiaje? Na wewe tayari ni binti hodari, umependa kazi hii. Mimi na pia na motivate wasichana wote wajitokeze, wa show up katika mambo mbalimbali. Ukijaribu vitu mbalimbali kama hivyo utapata mawazo mengine zaidi kutoka kwa watu wengine na kujua kwamba these things are possible, na wewe unaweza kupata motisha ya kujaribu kufanya kitu chako. Na jamii inapokea hivi vitu as long as it's helpful to the society. Watu wanapokea katika mwamko mzuri zaidi. So they should try showing up katika opportunity mbalimbali. Siku hizi katika dunia hii opportunity ni nyingi sana, ni wewe kujaribu kushow up na kuweza kufunguliwa uwanja zaidi wa kuweza kupata vitu mbalimbali. Hiki unachokifanya unaona kwamba kwako kinakujenga zaidi? Ndio, kinanijenga sana. Kama hivi katika public speaking kinajenga pia kupata mawazo zaidi, kwa sababu hivi unavyoelezea mtu anakuambia hivi, kwa nini isiwe hivi, pia unapata mawazo zaidi. Na hivi interact na wenzangu wengine ambao pia wamefanya ubunifu inasaidia, na unapata mawazo mengine zaidi ya kuweza kufanya vitu vingine zaidi. Nikisalia na mwanafunzi wa kiume kutoka Chuo Kikuu cha Sayansi Muhimbili jijini Dar es Salaam, naye atueleze kila ambacho wanachojaribu kukifanya na mwisho wa siku kinaleta faida kwa maana ya jamii. Kiongozi, habari za muda huu? Salama. Watazamaji walitamani ya kufahamu majina yako, unaitwa nani? Kwa jina naitwa Junior Marando, mwanafunzi wa Chuo cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili. Niko nachukua shahada ya uhandisi wa vifaa tiba. Nini zaidi kilikusukuma ukapenda fani hii? Kile ambacho nilipenda kwanza nilikuwa na moyo kusaidia watu. Yani napenda sana kusaidia watu. Kwa zile changamoto ambazo nilikuwa nakutana nazo mtaani, naona pia watu wanakuwa wanapata, hospitali pia zinakuwa zinapata changamoto, vifaa vinakuwa vinakufa, inabidi waagize wataalamu kutoka nje ya nchi. Kwa nini mimi nishindwe kusoma tasnia hii? Kwa hiyo ikabidi nije kwenye hii field, na hicho ndio ambacho kimenisukuma mimi kupenda kujifunza zaidi kuhusiana na biomedical engineering. Tunakuona uko kwenye hili banda. Mwitikio ukoje? Muhamko kupitia vijana wako ukoje zaidi? Mwamko ni mkubwa, tunaona vijana wanapenda kujifunza na kujua ni tafiti gani au bunifu gani ambazo sisi tumekuja nazo, na pia wanakuwa wanatuuliza maswali mengi, kwa mfano kama umefikaje, safari yako ya elimu ilikuwaje, kitu gani ambacho kimekumotivate zaidi kuja kwenye chuo kama hichi, na kama hapo chuoni ni vitu gani ambavyo vinakumotivate kuweza kujifunza kama nakuja na bunifu kama hizi. Wako vijana wamesalia mtaani, wengine hawana kazi, wengine unawafahamu na wengine huwafahamu, lakini unajisikiaje kwa nafasi ambayo wewe uko nayo? Najisikia vizuri sana kupata nafasi ya kipekee kuja kwenye chuo kama hichi cha Muhimbili na kupata pia taaluma mbalimbali ambazo zinanisaidia mimi kuja na tafiti ambazo hizo tafiti zinakuja kuisaidia jamii. Ndio kitu ambacho mimi nafurahia. Kwa nafasi ya kipekee, kwa kuweza kumaliza neno lako kwa serikali, inawezekana hiki mnachokifanya kuna changamoto mbalimbali mnazozipitia? Changamoto si kubwa kama kwa ubunifu yetu. Ubunifu yetu inaitwa Bridging Silence. Ni bunifu ambayo imekuja kuweza kuondoa tatizo au changamoto ya mawasiliano ambayo hapo katika watu ambao wanatumia lugha ya alama na ambao hawajui kutumia lugha ya alama. Ukiangalia changamoto ambao wanakuwa wanapitia sasa watu wanaotumia lugha ya alama, kwa mfano mashuleni, wanashindwa kuweza kuonyesha labda idea au knowledge ambao wako nao kuhusiana na kitu fulani. Wanashindwa pia kushiriki kwenye event tofauti ambazo zipo kwenye society.
tunashindwa kushiriki. Kutokana na nini? Kutokana na mimi lugha yangu mimi nitakaoenda kuzungumza pale wala hawezi kunielewa, kwa sababu inabidi uweze kuelewa, inabidi ujue hiyo lugha ya alama, si ndio? Kama sasa hujui lugha ya alama inakuwa ni changamoto zaidi kuweza kuwasiliana. Kwa sababu ikabidi tuje na bunifu ambayo itakuwa ina act kama daraja la kuweza kuhakikisha kwamba yule mwenye anayetumia lugha ya alama, kama kuna kitu chochote labda shuleni au nini, wanaweza kujifunza kirahisi, kwa sababu hii system inawasaidia kuweza kubadilisha ile lugha ya alama kuipeleka kwenye maandishi na sauti, na pia inabadilisha maandishi na sauti inapeleka kwenye lugha ya alama. Kwa hiyo ile changamoto ya mawasiliano kidogo tunakuwa tumeisolve. La ziada ni kwamba sisi kama bunifu yetu tunaiomba serikali kutusapoti, na changamoto ambayo tunaipitia kubwa sana ni changamoto ya data kidogo ni changamoto kuzipata. Taasisi mbalimbali tunaomba msaada wenu, kama wanaweza kutusaidia kupata hizi data ili tuendelee kuitengeneza, optimize system, AI system yetu iweze kuweza kutoa matunda mazuri, na pia tuweze kuintroduce kwenye organization kama mashuleni, tuweze kuintroduce mabungeni, pia kwenye public gatherings zote, ili iweze kutumika na kuweza kuwa include hawa wenye matatizo ya kusikia pia na kuongea, waweze kujumuika nao kwenye jamii na kuweza kutoa au kuexpress zile idea walizonazo au knowledge walizonazo kwa jamii. Kushukuru sana. Asante.